Waganda wanasema ruosumagira kampara tibabega, wakiwa na maana ya kwamba siku zote ukizubaa mjini na haswa mji mkubwa kama wa Kampala, ndio wakati ambao wenzako watanufaika na kila ambacho umekihitaji wewe. Ukisubiri ya kwamba upate mwaliko, basi itakuwa ni ngumu zaidi. Kijana kutokea katika taifa la Uganda, Aaron Okello, maestro, yeye na Yanga ni pete na kidore. Engineer Saidi pamoja na upande wa Aaron Okello, mazungumzo yao, makubaliano yao ni pete na kidore. Yaani hakuna kuwatenganisha katika nafasi na katika upande huo. Hili ni balaa zito ambalo moja kwa moja tunakwenda kulishuhudia likiwa linaibuka, likiwa linaonekana katika nafasi hiyo. Upande wa Aaron Okello, management inayomsimamia kwa maana ya mawakala wake wanaomsimamia, moja kwa moja wametoa taarifa mpya. Ninavyozungumza nawe, Rais wa Yanga toka jana yupo katika taifa la Uganda akishughulikia kumaliza usajili wa Aaron Okello. Sasa ipo taarifa moja kwa moja ambayo moja kwa moja nimekuletea kutoka katika taifa la Uganda baada ya Lawrence Mrindwa. Huyu ni rais wa AS Vipers ambaye anaisimamia timu hii, lakini pia huyu ni moja matajiri wakubwa zaidi ambao wamefanya mambo makubwa katika upande wa AS Vipers, na huyu tunaweza kusema ndiye mlezi wa Aaron Okello. Akisema Okello ondoka, anaondoka. Akisema Okello baki, unabaki. Na ikumbuke Okello bado ana mkataba wa miezi 6 katika nafasi hiyo. Yanga na Okello kunani huko? Bwana, kachonjo nisikie nipate ujue ya kila ambacho tayari kipo mezani kati ya Aaron Okello pamoja na upande wa vijana wa kikosi cha Okello yeye pamoja na upande wa vijana wa kikosi cha Young Africans, nini ambacho kipo katika ufanisi, ubora na uweredi uliotukuka katika nafasi hiyo. Bwana, taarifa ya moja kwa moja ambayo ni muhimu na unapaswa kuijua na kuitambua kwa kina katika sehemu hiyo na katika ufanisi na ubora huo ambao umetukuka moja kwa moja, ni taarifa hii muhimu ambayo ikufikie uijue na uitambue. Rais wa Yanga baada ya kutua pale nchini Uganda Kampala, moja kwa moja binafsi yupo rafiki yangu kabisa ambaye pia naye anazidi kufuatilia kwa kina issue ya usajili huu, na ni moja ya waandishi wa habari kutokea pale Uganda, anaitwa Dungu Mike. Huyu ni moja ya waandishi nguri zaidi wa soka katika upande huo, lakini pia ni mtangazaji, anafanya kazi katika radio moja inaitwa Cruise FM, na moja ya best journalist katika upande wa sports. Sasa katika ufanisi na ubora mkubwa wa mengi ambayo tayari yapo, taarifa ya moja kwa moja ni kwamba Yanga wame push kumpata Okello, kama ambavyo ripoti ya mwalimu ilishaainisha na kuthibitisha kwamba I need a wing back ambaye atakuja kufanya vizuri. Ofen Chikora, Emmanuel Edmond, ukija kwa Celestine kuwa poor performance ambayo wamekuwa nayo. So coach ametazama kwa kina kwenye kikosi chake, akaamini kwamba bado kuna uhitaji wa kupata wachezaji wazuri ambao anaamini utakuwa ni mtaji mkubwa katika nafasi yake, na that why aweza kuhitaji wachezaji wazuri ambao atakwenda kuifanya timu yake kufanya vizuri na kufanya makubwa ambayo anaamini ya kwamba yatakwenda kuifanya timu yake kwenda katika sehemu ya ahadi na kutimiza makubwa ambayo anaamini atakwenda kuipeleka timu yake katika nchi nzuri ya kutimiza makubwa ambayo amejiwekea. Sasa moja kwa moja ni kwamba wakala wa Okello pamoja na engineer wamepata nafasi ya kukutana na wao wameridhiana, upande wa signing fee, upande wa sijui nyumba nini, hivyo vyote tayari wakala kathibitisha Yanga na Okello wamemalizana, na kitu kilichobakia ni swala moja tu. Ilikuwa ni negotiation, mazungumzo kati ya Lawrence Mrindwa pamoja na Engineer Saidi. Mazungumzo hayo yamefanyika leo hii, na mazungumzo baada ya kufanyika muafaka umepatikana. Aaron Okello upande wa kujiunga na Yanga Vipers wamekubali kupokea kiwango cha pesa kisichopungua milioni 250 kama ada ya usajili wa Aaron Okello, na Yanga wapo tayari kuachia hela hiyo moja kwa moja kunufaika na hii mashine unayoiona hapo, Aaron
Okero Maestro, one of the best player. Kijana na umri wa miaka 25 kwa sababu alizaliwa mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2000. So umri ni umri wa miaka 25, umri kidogo zaidi ukizidi kwenye umri wetu. So hayuko mbali nasi katika umri. So bado ni kijana mdogo tu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuja kupambana na kuifanya Yanga kuwa bora zaidi. Winga ambaye anautumia zaidi mguu wake wa kushoto, japo pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama namba 10 katika nafasi hiyo. So Yanga wamepushi na hatimaye wamefikia sehemu ya kwenda kukamilisha usajili wa Aaron Okero. Bara jingine jipya linatua katika upande huo. Nini ambacho nakiona katika upande wa Okero, yeye na Yanga namna gani ambavyo wanakwenda kuongeza nguvu na kuifanya timu kuwa imara zaidi. Tunazidi kufuatilia kwa kina hichi ambacho tayari kipo wazi. Yanga kazi ni moja tu, kuchukua mkwanja wakaweka katika upande wa Vipers, then wakaja na mchezaji wao Aaron Okero. Huko Okero, huko Pakome, hapa una Max, huko una Depu. We itakuwa ni bara zito. Bwana, ni ukuombe kama ni mara yako ya kwanza kisha umesubscribe, lakini pia endelea kufuatia Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unabarika na kupata taarifa zote kwa kina. The best upcoming sports presenter ndiye ambaye nimekupatia taarifa hii. Sayari Sanjari, moja kwa moja uzidi kupata maelezo ya kila ambacho kipo.